Mfalme Bwana ni asante. Asante kwa umbali ambao umenileta. Asante kwa umbali ambao umenisaidia. Asante kwa umbali ambao umenipigania Bwana. Asante kwa njia zote ambazo umeniongoza Bwana mwaka mzima. Nakupa sifa Bwana kwa yale umetenda. Nakupa utukufu Bwana. Nakupa sifa za mwaka Bwana. Utukuzwe Mungu wa baraka. Utukuzwe Mungu wa amani. Utukuzwe Mfalme wa ajabu. Katika jina la Yesu tunasema asante Bwana. Inuliwe Bwana. Uwe sifa Bwana. Upewe utukufu Bwana. Nakuwa mwema sana. Nakuwa mwema sana. Mwaka mzima Bwana. Utukuzwe Bwana. Na uinuliwe Jehova. Katika jina la Yesu. Asante Yesu. Asante Mungu wa baraka. Asante Mfalme wa ajabu. Utukuzwe asubuhi ya leo katika jina la Yesu. Tunaomba na kuamini, sema amen. Sogea viti vya mbele, umebarikiwa sana. Tunamshukuru Mungu tena kwa nafasi nyingine ambayo ametupatia kuwa pamoja na wewe asubuhi hii njema katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Kwa hivyo tumebarikiwa kuwa pamoja na wewe. Na wewe mtazamaji wetu popote unatazama ukiwa pia tunasema karibu tukaweze kubarikiwa katika jina la Yesu. Bado tunaangalia msingi wa ukweli, na tunaona ya kwamba ukweli ni silaha na ukweli ni msingi na ukweli ni kinga. Na ndio maana ukweli kafananishwa na mshipi. Efeso 6 anasema fungeni mshipi wa kweli kiunoni. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa na ukweli, uko na msingi, utaweza kuyumbishwa na upepo wa mafundisho. Ukiwa na ukweli ni msingi ukweli, wakati upepo wa mafundisho inakuja, basi haitakuyumbisha, utabaki umesimama. Na pia ukweli ni silaha. Ukiwa na ukweli uko na silaha utakayotumia kupigana na adui ambaye ni uongo. Utakuwa unapigana na adui ambaye anaitwa uongo. Na pia ukiwa na ukweli uko na kinga ama ngao. Ukweli itazuilia kabisa elimu nyingine yoyote ya uongo isiweze kupenya kwa maisha yako, kwa sababu ukweli ulio nao hautaruhusu uongo uingie kwako. Ukweli ulio naye haitaruhusu, itakuwa ndio kinga ya kuzuilia uongo katika maisha yako. Na tuliona ya kwamba uhuru unapatikana kwa ukweli. Uhuru unapatikana kwa kujua ukweli. Kwa hivyo pia ukiwa na ukweli, wewe uko huru. Wewe uko huru. Tuko na watu wengi wameokoka lakini hawako huru, kwa sababu hawana uhuru wa kuwekwa kwa kujua ukweli. Hebu tusome kitabu kile cha Waefeso 4:14. Tulikichambua hapo mwanzo, lakini ningependa tuchukue pia tunapohama sehemu nyingine. Waefeso 4:14 inasema hivi: ili tusiwe tena watoto. Ili tusiwe tena nini? Watoto. Ili tusiwe tena watoto wachanga. Na watoto wachanga ndio hutupwa huku na huku. Kwa hivyo kinachosababisha utupwe huku na huku ni kwa sababu wewe ni mtoto mchanga. Kwa hivyo ukweli pia unaleta kukua. Mtu siku ile unajua ukweli,
Wacha niseme hivi, kila mara ukidiscover the truth, you change. Kila mara ukijua ukweli hautabaki pale. Hiyo ukweli itakusongeza kwingine. Itakusongeza. Na kumaanisha kwamba kila mara unapojua ukweli unabadilika. Kila mara unapojua ukweli unabadilika. Kila mara unapojua ukweli unabadilika. Kila mara unapojua ukweli haubaki pale, unasonga. Bwana Yesu asifiwe. Unafanya nini? Unasonga. Na Biblia inasema ili tusiwe tena, maana tulianza kwa kukua watoto. Tusiwe watoto wachanga tena. Maanisha kwamba unaweza baki kuwa mtoto mchanga kwa sababu ya ukosefu wa chakula. Na chakula moja ambao tunahitaji ni chakula kinaitwa ukweli, ambao ni neno la Mungu. Na kazi ya mtoto, basi wewe kuwa mtoto mchanga, inakuwa rahisi kwa wewe kutupwa. Kwa sasa hivi wapendwa wengi wanatupwa. Leo unatupwa pale. Umesikia kuna sijui injili inafundishwa aje, unatupwa. Unasikia sijui aje tena huko. 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 Sasa unarushwa. Sijui kama mmewahi ona, sijui ni Wajaluo ama ni Waluya. Mtoto akizaliwa kuna vile wao wanafanya. Sijui kama mmewahi ona. Ni Wajaluo ama ni Waluya? Ni Wajaluo. Wanaingia kwa barabara. Katoto sijui kakiona how old? 40 days. Wanavaa manguo zao wanaenda barabara. Wanarusha. Mtoto mdogo anarusha, sijui mwingine anarusha. Sasa na wako kwa barabara wanaenda wakirushaga. Hivyo ndio utarushwa kwa sababu ya kukosa elimu. Bwana asifiwe. Unajua mtu mkubwa hawezi mrusha juu. Ako na uoga. Utahisi uoga. Lakini mtoto hata hajui kenye kinaendelea. Yako tu. Yaani wengi wanatupwa kwa sababu ya ukosefu ya ukweli, hata hawajui kenye kinaendelea kwa maisha yao. Ndio maana hata ukijaribu kumwambia njia si sawa, hawezi kubali. Atakwambia iko sawa. Ni kwa sababu hata yeye mwenyewe hajui ni sawa ama si sawa. Kenye kinakuja ndiye anaenda naye. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa karne tuliyoko kwa sasa, watu wanatupwa. Na nini inatupa watu? Mafundisho. Ni nini inatupa watu? Mafundisho. Na pia unabii unarusharusha watu sana. Unatupa watu sana. Watu wanarushwa huku na huku na kuchukuliwa na kila upepo wa elimu. Na wanaporushwa, kila upepo ya elimu inapita na wao. Ni kwa sababu yeye mwenyewe hajui chochote. Na kwa sababu hajui chochote, kenye kinakuja anaenda naye. Bwana Yesu asifiwe. Kenye kinakuja anaenda nayo. Yaani kwa kifupi, kenye kinakuja anaamini. Maana hana nguvu ya kupinga. Sikiliza, hatupingi tu, lakini ukweli tulio nayo inatuwezesha kupinga uongo katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Hiyo ni kumaanisha ya kwamba elimu ikija ya aina gani, huyu mtu anakubaliana na. Huyu ndiye anakubaliana na chochote kinaitanishwa na Mungu. Huyu ndiye anakubaliana na chochote kinaitanishwa na Mungu, yeye anapita nayo. Uongo hatupaswi kukubaliana na kila kitu. Bwana asifiwe. Tunapaswa kupima na elimu tulio nayo. Turudi nyuma kwa Wagalatia. Hebu tuangalie Wagalatia ngapi? Wagalatia 1:6. Biblia inasema na staajabu. Paulo ameanza kustaajabu kitambo sana. Anasema ninastaajabu kwa kuwa mnamwacha upesi hivi yeye aliyewaita katika neema ya Kristo. Je, sijui kama unajua siku hizi watu wanaacha upesi. Watu wanaachana na Mungu kwa upesi sana. Kuna watu bado wako kwa Mungu kwa sababu bado hawajachokozwa, hawajakwazwa,
Leo watu wakikwazwa, kitu mzuri wanafanya ni kuachana na kanisa, kuachana na Kristo. Sasa Paulo anasema mimi nastaajabu vile mmeachana upesi. Mnawacha upesi. Angalia vile watu wanawacha upesi mambo ya kimungu. Shida iko wapi? Hawajui ukweli. Shida iko wapi? Hawajui. Mtu anayejua ukweli hakuna kitu utamfanya awachane na Mungu. Hakuna vile unaweza unikwaza nikae kwa nyumba. The devil is a liar. Uongo. Ukinikwaza ninakuelewa ni wewe umenikwaza. Nafikiri wewe kunikwaza sio mimi na Mungu. Hiyo si line yangu na Mungu. Sasa unakosana na pastor, hata sitaomba, hata sitasoma Biblia, hata sitafanya chochote. Sasa hiyo ni nini? Amen. Ni kama mtoto mdogo nakosana na mzazi anakataa kukula. Nani analala njaa? Ni mzazi analala njaa. Ni nani analala njaa? Ni mtoto. Sasa wewe unakosana na pastor, unawacha kuomba, unawacha kusoma Biblia, unawacha hata mambo ya Mungu unawacha. Nani atalala njaa? Ni wewe. Unakosana tu na rafiki yako kanisani, tu mwenzako tu anakukosea. Unaamua kuacha Morning Glory, unaamua kuacha kanisa na unaenda zaidi. Sawa, pengine ukikosana mimi ukiwacha kanisa kuna mahali utakuwa kweli yenyewe kwa sababu umekosana na mimi. Lakini ukisukuma kwa maombi, unasukuma utoto. Sasa unaingia kwa utoto hapo. Unaweza kukosana na mimi kweli na ukaona ni vigumu nikae chini nikusikilize. Utafute kanisa nyingine uende. Hapo hakuna shida. Lakini sasa unaipeleka mpaka kwa utoto. Kupeleka kwa utoto ni nini? Sasa hauombi, hausome Biblia, hata mambo ya Mungu unawachana naye. Sasa hiyo umerudisha wewe una utoto. Bwana Yesu asifiwe. Siku hizi kitu kidogo kinasababisha mtu anaachana na Mungu. Kitu kidogo hivi mtu ameachana na Mungu. Inastajabisha. Na ndio maana Paulo anasema amestaajabu kabisa vile ambavyo wanaachana na hii mambo ya Mungu. Na sasa tunaangalia ni kwa nini wanaachana nao kwa urahisi. Ni kwa sababu hawajui ukweli. Watu walipigwa mawe, akina Paulo alipigwa na mawe. Hebu jaribu kuwaza mtu apigwe na mawe mpaka afunikwe na mawe. Unajua inamaanisha nini kweli? Kumaanisha mtu alivunjwa mpaka mifupa alivunjwa ndiye apigwe na mawe mpaka watu waache kumpiga, maana sema hii tumemaliza. Kwa unafikiria hiyo ni kazi rahisi? Na baada ya hapo naona Paulo akisema na ngojea watoke niamke niendelee na injili. Paulo anainuka, anatoa mawe, anajaribu kukasa mwili, atuambiwe alienda nyumbani, tunaambiwa bado anaendelea na injili. Ni kwa sababu alikuwa anajua kweli. Sasa Paulo alipigwa mawe nyingi. Wewe unapigwa tu kama mawe kamoja tu na mshirika. Unajua mawe ya siku hizi si mawe, unapigwa mawe ya maneno. Unapigwa tu kama mawe kamoja. Umetoka kwaya. Hata hiyo kwaya nimemwachia. Kwani ulikuwa unaingia utuachie? Hata hiyo kwaya nimemwachia. Mimi siwezi kukuachia. Siwezi kukuachia maana sio yako. Hawa ndio wanatoa ushuhuda. Bwana asifiwe. Simseme amen. Bwana asifiwe. Nashukuru Mungu aliniokoa tangu nikiwa mtoto mdogo. Unasikia hizo ushuhuda? Nashukuru Mungu aliniokoa tangu nikiwa mtoto mdogo na mpaka sasa sijiona cha kunifanya nirudi nyuma. Ndio hao watoto. Mtu kama huyo usiwahi mchokoza. Kwa sababu Kenya nasema ni vile bado haja. Sasa wewe usikuwa mmoja wa kumuonyesha atarudi nyuma. Wapendwa, toa ushuhuda na useme tangu niokoke mpaka sasa, wapendwa, nimekutana na mambo mengi ya kunisababisha nimwache huyu Yesu. Tukikaa chini tuangalie ni ukweli umekutana ama hujakutana. Wewe hujakutana na vitu mtedi ya kukutuma uache kanisa? Haujakutana na vitu ya kukutuma uachane na mambo ya Mungu? Maana unasema jana nilitoa tithe, Monday nimeenda sijauza. Na pastor alisema aje? Kwa hiyo ukutane na vitu bwana. Amkutane na vitu ya kukusababisha uachane na Mungu. Wapendwa, tunakutana nayo mchana na usiku. Lakini bado tunaendelea kwa sababu tunajua ukweli. Sababu tunajua ukweli kuhusu yeye tunayemfuata. Usipojua ukweli kuhusu huyu Yesu, ukipatana na jambo utaweka pause kwanza. Ndio kuna mwingine anamwambia please ukuja kanisa za pastor, ngoja tu. Nikikuwa sawa nitarudi.
Ukikuwa sawa ndarudi. Tutaendelea na hiyo Ukristo na hiyo mpaka lini? Ukae kwa nyumba mpaka kile kikwazo kiishe ndani yako. Unajua pasta, bado nasikia niko na uzito. Bado nasikia niko na uzito. So acha nikae kwa nyumba. Pasta tu acha tu nikae kwa nyumba. Maana nataka nikikuja church, nataka moyo wangu ukue uko sawa, nikihubiriwa iko sawa. Wapendwa, unajua tunahubiri hapa saa zingine mioyo yote ikiwa iko aje. Imebondeka vibaya tena sana. Lakini kubondeka kwa moyo hatuiruhusu ituzuilie kati ya uhusiano wetu na Mungu. Haleluya! Ni nini iko na nguvu ya kukuzuilia kufanya kenye unamfanyia Mungu? Mpendwa, si ukue katika neno la Mungu. Hebu tuendelee kusoma. Anasema na kugeukia injili ya namna nyingine. So tunapatana na neno injili nyingine. Kuna pattern ingine ya gospel. We need to be very careful. Hatuongei kuhusu shetani, lakini hapa tunaongea kuhusu hila, ujanja. Kumbuka hii mbeo tunaongea hapa, weka kitabu cha Genesis chapter 3. Ndio hii injili nyingine, Genesis chapter 3. Ile injili ambayo Mungu alimpatia mwanadamu. Chapter 3, shetani alikuja na injili ile lakini akabadilisha. Kubadilisha neno moja inaisababisha kuwa injili nyingine. Kukaa chini na kuweka neno la Mungu lifit vile tunataka, hiyo ni injili nyingine. Je, mnajua kuna watu, kuna scriptures hawakubaliani nazo? Mnajua hivyo? Unajua kuna kanisa nikienda nikikemea shetani, nikikemea pepo, sitawahi ruhusiwa kwa hiyo kanisa siku nyingine tena. Hapa sisi tukemeagi mapepo, hakuna mapepo hapa. Unajua hivyo? Unajua kukemea pepo ni sehemu ya injili? Unajua hivyo? Unajua kukemea mapepo ni sehemu ya injili? Kuto kukemea mapepo, hiyo injili haijakamilika. Yes, hiyo injili haijakamilika. Kwa sababu injili ni nguvu na mapepo ni nguvu, na lazima tutoe hizo nguvu kwa jina la Yesu. Leo there are scriptures ambazo watu hawakubaliani nazo. Mimi hizo scriptures pendi. Mimi hizo scriptures taki. Do you know Kenya na ubiri kwa hiyo kanisa na ubiri nyingine, injili nyingine? Kama kuna scriptures zenye nakubaliana nazo, nataka unielewe. Na kuna scriptures zenye asikubaliane nayo. What I'm doing is another gospel. Hiyo ni injili nyingine. Utatumia Bible lakini unahubiri injili nyingine. Sasa sijui kama unanisaidia uelewe hapa. Sijui kama ni rahisi kwako kuelewa wakati mtu anatumia Biblia kufunza injili nyingine. Sinaona hapa iko na kazi ngumu. Mnaona hapa iko kazi kuweza kujua wakati mtu anatumia Biblia na anahubiri injili nyingine. Maana hawatatumia vitu vingine, watatumia Biblia kuhubiri injili nyingine. Kumaanisha kwamba kuna vitu wanatoa ama kuna vile wanatafsiri tofauti. Hiyo inakuwa nini? Injili nyingine. Na ndio nilikwambia njia moja ya kujua hao wanahubiriwa injili nyingine ni kwa sababu ya matokeo ambayo pia unaona. Utajua kwa matokeo ya mavazi, utajua kwa matokeo ya jinsi wanavyofanya vitu, utajua hapana, hii injili sio ile moja, hii injili nyingine. Ama tafsiri ikitoka tofauti, hiyo ni injili nyingine. Tuinuke hapa tuanze kusema kila mtu lazima afunge nini? Kitambaa. That's another gospel. That's another gospel. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kila atakayesoma maandiko pasipo kuelewa kenye atahubiri Kongo. Maana utahubiri kulingana na vile unaelewa. Ukielewa vibaya utapeana vibaya. Sijui kama tunaelewana. So we need to be very careful na injili tunayopokea, tusije tukawa tunapokea injili nyingine. Na injili nyingine itabadilisha vile tunavyofanya vitu, itabadilisha vile tunakaa, itakuwa tofauti.
Injili itakayokuja kukuambia ukiomba lazima upige kelele, hiyo ni injili nyingine. Injili ambayo itakuja kukuambia ukiomba usipige kelele, nyamaza peke yake, hiyo ni injili nyingine. Hello. Maana kuna mahali tumeambiwa tuombe kwa sauti ama tusiombe kwa sauti. Kwa hivyo kama kwako inashika ukiomba na sauti, songa mbele. Na usiinuke kinyume na anayeomba polepole. Na wewe mwenye unaomba polepole, usijaribu kuinuka na mwenye anaomba sauti ukasema anapiga kelele. Hapana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu sio kuomba kwa sauti ama kuomba kwa polepole. Tunaangalia kuomba. Tunaangalia nini? Kuomba. So kama hapa kwetu Wina sisi ni wa kelele, ni vibaya uanze kusema ukiingia kwa kanisa uone wanaomba polepole sema watu waombe. Watu waombe. Hiyo ni makosa. Hiyo ni makosa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tunapaswa tutambue neema vile zinafanya kazi. Ukienda kwa pastor mwenye grace inafanya kazi ndani yake, ini ya kuomba polepole, kanisa mzima wataomba. Kwani kanisa mnaomba na kelele kwa nini? Kwani ulikuja hapo ukiomba hivyo? Kwani ulikuja hapo ukiomba hivyo? Au kuja hapo ukiomba hivyo? Hiyo neema iko juu yangu. So kila nikiomba yote lazima nipige kelele. Lazima nipige kelele. Kila siku ni hiyo unasikiaga. Na unaona hii jamaa akipiga kelele nafanya kazi. Si utaona hata mimi nisipopiga kelele ndio ifanya hii kazi. Wacha nipige kelele. Na ndio maana unapiga kelele. Sasa ukipatana na mwenye apigi kelele ako sawa. Sijui kama tumeelewa hapo. So tukue waangalifu, there are scriptures ambazo watu hawapendi na kuna scriptures watu wanapenda. Wapendo, hatuwezi chagua maandiko fulani na maandiko fulani tuache. Hapana, lazima tuchukue yote. Hata ile ambayo inanena sana kinyume na vile tunafanya, lazima tukubaliane nayo. Bwana asifiwe. Mstari wa 7 inasemaje? Wala si nyingine, lakini wapo watu wawataabishao kutaka kuigeuza injili ya Kristo. Namba 2, tuko na watu ambao wako mbioni kubadilisha ile injili ushapokea ya ukweli, wanataka kuibadilisha. Hapana, hivyo vile unafanya sivyo. Hivyo vile uliambiwa sivyo. Mimi nimeona wahubiri wakigeuka vitu mingi walikuwa wanafanya. Mhubiri wa kwanza anaitwa sijui Clef Lodola. Wangapi wamemsikiza? World Changer. Umemsikia? Nowadays hata yeye anakataana na mambo na tithe. Unajua hivyo? Unajua miaka yote amefanya nini? Amehubiri. We have another preacher anaitwa nani? Ben Hinn. Alikuwa mmoja wa kuambiaga tu sijui utoe kufanyike nini, kutoe kufanyike nini. Sijui kama ulisikia ile video yake tena akisema ya kwamba hiyo sio sawa. Amekuwa akifanya na si sawa. Bwana Yesu asifiwe. That's why nitakwambia chochote unafanya msingi iwe maandiko. Ndio siku yote usimame nayo. Jaribu kabisa kuondoa tamaa zako, ujanja wako na njaa yako. Kwa sababu kenye kinasababisha watu wanaanza kugeuka kuongea vizuri saa hii ni kwa sababu waliweka tamaa zao mbele. Waliweka tumbo zao mbele, wakaongea kwa njia isiyokuwa sawa. Sasa imefika mahali tamaa zao wamezitosheleza, wanaona kenye tulikuwa tunafanya sio sawa. Tuko na wahubiri wengi. Tuko na mwingine anaitwa Dr. Abel Damina. Wangapi mmemsikiliza? Huyo ndiye anasumbua wahubiri wote dunia mzima saa hii. Nafikiria kwa Nigeria ambako Ghana. Anatatiza wote. Sasa naye watu wanampiga na messages zake za kwanza. Line ya giving anaipiga mbaya sana, anapiga mbaya. Sasa watu wanaleta zake za mwisho. Maana sasa watu wanasema hivi, nyinyi watu mkianza mlifanya hizi vitu. Sasa mmekuwa na zaidi, mnaanza kufanya nini? Kupiga. Mimi nimekuwa kwa mkutano ambao unajua Waafrika vile wanapenda kufanya. Mimi nimekuwa kwa mkutano ambao mchungaji alikuwa na wazungu ameleta. So tukaenda kwa mkutano ndani, tukaenda nje. Tulipoenda crusade wakasema na sisi hatutaitisha nini? So mnajua na sisi hatutaitisha nini? Sadaka. Because they have enough. Kiwa na mzungu waitishe sadaka. So tunaitisha sadaka kwa nini? Kwa sababu hauna nini?
mzungu, wacha tutoe jina mzungu. That means we are giving offering kwa sababu hatuna. Na hiyo ni kumaanisha kanisa ikiwa chini sana, haina mapato, tutoe sadaka. Siku ile kanisa itakuwa na pesa tusitoe sadaka. La hasha, hakuna kitu kama hicho. Hatuitishi sadaka kwa sababu hatuna. Tunapaswa tuelewe sadaka ni nini inafanya. Hii ni mojawapo ya majukumu ya mtumishi ya Wakristo. Na hii ni mojawapo ya ibada. Sasa how comes mzungu amekuja ndio tunasema na mjue hatutaitisha sadaka bali tutawapatia lunch. Peani watu lunch, lakini muelewe ni kwa nini sadaka inatolewa. Sadaka haitolewi kwa sababu hatuna. Sasa mzungu amekuja amefanya mkutano wote. Sadaka ni sehemu ya ibada. Sijui kama mnaona vile vitu inaenda? Sijui kama mnaona, so we need to be very careful. Nikaenda kwa kanisa moja kuhubiri pia, nikapata pia huyu mhubiri yako na connection ya nje sana. Anafanya kila kitu kwa kanisa. Anajenga ni kila kitu ni yeye. Kila kitu yeye. Nikamshika kando nikamwambia brother, na wewe utakuwa na maskini miaka yako yote hapa. Na siku zote wale watu wanakuja hii kanisa wanakuja uwapatie. Maana umekosa kuwapatia opportunity hata wao wakue. Lakini wewe utaendelea kuongezeka pesa. Utaendelea kuongezeka pesa kwa sababu the more unatoa pia Mungu unaongezeka. Lakini vile uko na nyingi ya kukuwezesha kujenga kanisa peke yako, umenyima hawa wamama nafasi hata ya wao kuongezeka. Hao watu hawatawahi kuwa na washirika wako na pesa. Na hata ikifika saa ya kutoa hawatatoa, maana anajua tunatoa nini, hata bishop wako na nini. Sasa utakuwa na washirika ambao utawafanyia kila kitu. Kila siku ni nyumba yangu imefungwa, kila siku tulipia shule, kila siku hiyo ndio maneno. Kwa sababu kuna vitu wanadamu wakipata wanataka kuanza kubadilisha maandiko vile imeandikwa. Utajirike usitajirike, elewa vitu za laini ya kimungu zinabaki kukua vile vile. Bwana asifiwe. Mstari wa 8 anasema, lakini ijapokuwa sisi au malaika wa mbinguni atawahubiria ninyi injili yoyote isipokuwa hiyo tuliyowahubiri. Ni kumaanisha ya kwamba kuna injili wamepewa na kuna injili wanaambiwa kuna injili itakuja. Na napenda mwenye anataja wa kwanza, malaika. Kumaanisha wapendwa, watu ambao wanakuja na injili nyingine hawakuji kwa njia mbaya, wanakuja kwa njia nzuri. Wengine hata utasema ni malaika. Wengine utasikia wakiomba, utasema enyewe mbarikiwa. We need to be very careful. Na ndio maana Paulo anatumia neno malaika kumaanisha watakuja wakiwa sawa, lakini kenye wamebeba sio sawa. We really need to be careful. Na ndio maana wahubiri wa leo unaona nao wanakuziba macho na miujiza. Maana unajua nikiperform miracle mara moja akili yako yote nimechukua na nimekuprovia mimi niko sawa. Na ndio unaona kuna wahubiri ukiwaalika wahubiri, kitu cha kwanza wanafanya ni hiyo sarakasi. Ni miujiza kwanza. Ni nini anafanyaga? Anataka kuchukua akili yako na attention yako akwambie umeona niko sawa. Then baadaye anafanya vituko vyake. Wewe si wa kutishwa na watu kuponywa. Wewe si wa kutishwa na hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Si tulisema zamani Kericho kuna watu walikuwaga pale Urugade. Na pia walikuwa wanakujaga shule. Wanatembea kwa kamba kadogo. Ulikuwa unaona? Watu wanasemaga hiyo ni nini? Ni maji kama ni mazingaumbu. Na hiyo ni practice. Haya, walikuwa wanakuambia unataka nini? Unachukua gazeti. Nakwambia haya kunja. Na unakunja gazeti. Alafu unaweka wapi? Kwa kikapu. Alafu anakuuliza nataka tukutolee nini? Mnakumbuka watu? Nasema nitolee chapati ama nitolee saa. Unaona anakoroga. Anafanya hivi. Na anakutolea chapati. Sasa tumfuate. Tunamkumbuka mwalimu Gamaliel. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Akishatoa hiyo, si amefanya miujiza. Sasa tuchukue akili yetu yote tumfuate? Hapana. Hata shetani anaweza kufanya
Miujiza. Miujiza si kitendo cha kimungu. Miujiza ni chochote kimepita 5 common sense ya mwanadamu. That's a miracle. Sawa sawa. Na hata shetani anaweza akazifanya. Kwani muone waganga wakitumia watu nyuki? Hauoni kimtu kinainuka kinasema sasa mtatuma askari wangu. Na wanatuma wanaenda ama hawaendi? Nyuki wako na akili. Na walijuaje huyo jamaa ameiba town na anaenda kumtoa Eldoret? Kwani unafikiria hiyo ni mchezo? Unafikiria hiyo ni mchezo? Na nyuki zinaenda. Sio ni nguvu. Sio ni miracle. Yes, na nyuki zinaenda zinamuokota na zinafanya nini? Na zinamleta. Si basi tufuateni waganga, maana hata wao wanafanya vitu, wanatushikia watu. Nimekuja unishikie nani ameiba ng'ombe yangu, sijui nani aliiba nini, aliiba juzi. Naambia usikuwe na wasiwasi mama, ng'ombe yako ita nini? Na ng'ombe inaletwa ama iletu, ni uongo ama ni ukweli? Ni vizuri tukubaliane ni ukweli. Sasa situfuate hiyo basi. Kwa hivyo inamaanisha mganga akiweza vaa nguo vizuri afungue kanisa atajaa watu. Ni kweli? Atajawa na watu, maana atafanya hizo miracles. Sio kweli? Sio kweli? Sasa ni nini ya maana sana tunahitaji ni nini? Ukweli. Ukweli ndio itatusaidia kujua hapana, hii muujiza imetendeka lakini msingi wake sio mzuri. Achana naye. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa anasema hata malaika wa mbinguni wakuja kuwahubiria injili nyingine kando na ile tuliyowahubiria. Kumaanisha ya kwamba watu watakuja mifano ya malaika. Ukiwaangalia unaona wako sawa, lakini wanaangalia kenye wanakupatia kama ni tofauti na kenye uko nayo, wakataliwe. Wafanywe nini? Wakataliwe. Jana niliona mwingine akiombea mtu. Anaombea mdada. Anamuuma mgongo. Sijui alikuwa anatoa pepo. Paka nikasema bwana huyu akiona hiyo kanisa hutawahi enda tena. Maona mwingine akikanyaga mimba. Na wanakuwa na pride. Na anakanyaga mimba ya mtu. Bwana huyu akiona huyo mzee atadungwa kisu. Hiyo ni ujinga. Nimeona wengine wamechelewa kanisa wanachapwa. Na wanalala chini na wanachapwa. Yawa mambo ni mingi. Nafikiri hiyo ni kwa sababu pia Yesu alichapa watu wapi? Kwa kanisa walifanya makosa. Na unajua kuchelewa na kufanya makosa. Sasa ukisoma hiyo andiko si utachapwa tu na uchapike. Mambo ni mengi. Ongea mzako mwambie mambo ni mengi. Ongea mzako mambo ni mengi. Tuko na dini imeinuka. Na nafikiri mpaka hii Kericho iko. Hakuna cha bibi ya mtu. Unaweza lala tu na mtu yoyote. Hiyo hawana shida na hiyo. Tulikuwa tumesikiaga hiyo kitu iko Nairobi sana, si ndio? Sasa wacha sasa kuna dini iko na hapa Kericho iko. Sijui kama unajua hivi, iko Kericho. Ukiingio sasa unaambiwa hakuna shida. Unaweza lala na mtu yoyote. Bwana Yesu asifiwe. Iko Kericho naijua. Hakuna watu walikuwa wamejaribu kuileta hapa. Wakajaribu kuweka hiyo tukaigonga. Na kwa wale walipenda hiyo maisha walitoka kutoka kadhaa na wako huko na wanafurahia hiyo maisha. Sijawahi jua ni andiko gani walisomewa, bado sijajua ni gani walitafsiri vibaya. Vitu viko vingi. Vitu viko vingi. Sasa hivi vyote vikija vikupata hauna nini? Hauna ukweli. Wapendwa utabebwa. Utabebwa na hivi vitu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tuone hawatakuja kwa njia ya ushetani, wanakuja kwa njia ya nini? Ya malaika. Biblia inasema na walaaniwe. So wale wote wanahubiri injili nyingine tayari wamefanya nini? Wamelaaniwa. Sasa hiyo inamaanisha nini? Pia wewe ukikubaliana na wao wanakusambazia laana. Tusome mstari wa 9 alafu tumalize. Kama tulivyotangulia kusema, sasa nasema tena, mtu awaye yote akiwahubiria ninyi injili yoyote isipokuwa hiyo mlioipokea na alaaniwe. Sasa neno hapa ni kukuwa mwangalifu. Je, injili unayohubiriwa ni tofauti na ile injili ya ukweli ambayo umepokea? Mara moja kataana nayo. Fanya nini? Kataana nayo.
Jina la Bwana litukuzwe. Kuna vitu vingi ambavyo watu wanafundisha ambazo tunaweza tukasema hizo hazikui concern sana na mambo na doctrine issues. Sawa sawa. Kuna vitu watu wakiamua kuongea, wakiamua kuchukua, wakiamua kuacha, hatuna shida nayo kwa sababu sio line ya kuinterfere na mambo na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Watu wakiamua wasitoe fungu la 10, there is no problem. You can decide. There is no problem with that one. Umenielewa? Umenielewa? Watu wakiamua kwa hii kanisa hakuna cha kuvaa, nguo imefika kwa magoti, nguo ifike mpaka huko chini. There is no problem with that one. There is no problem. Waamue na wakuwe strictly kwa hii kanisa watu wavae nguo mrefu mrefu. Mpendwa, hiyo haina shida, haiwezi kuinterfere na doctrine. Maana kunifunza mambo na kuvaa hainipeleke mbinguni na haijengi Kristo ndani yangu. So kuna vitu hata ukisikia watu wakipinga na wanini, hizo usisumbuane nayo. Maana haikuji kuinterfere na safari yako ya kuenda. Lakini kitu kinakuja kuinterfere na Kristo, hiyo ndio tukubaliane nayo. Sijui kama unaelewa. Watu wanaweza kutana na waamue sisi hatutoi nini? Sadaka. There is no problem. The thing is, msisukumie watu wengine. Kenya iko ibaki na nyinyi pekeni. Hiyo haiwezi kukuzuilia kwenda wapi? Mbinguni. Na kutokutoa sadaka na uhusiano wako na Mungu hakuna mahali inafaa nini? Inaingiana. Tunaelewana. Tunaelewana. So kuna tu vitu ambazo si mambo ya kuinterfere na line kamili ya Ukristo. Watu wanaweza kuja waamue sisi hatutakunywa chai ya maziwa. There is no problem with that one. Maana ukunywe chai ya maziwa, usikunywe chai ya maziwa, you profit nothing kwa ufalme wa Mungu. So na wewe lazima ufike level ya kujua kulingana na Kenyao wanasumbuana nayo, hii hata si kitu ya kubishana nayo. Bwana asifiwe. Lakini nayo ni vizuri kwa wale wanaamua kufanya hivyo, wakae nayo peke yao. Wasiwe sasa wanasema wenye hawafanyi hivyo hawako sawa. Hiyo ni makosa. Hiyo ni nini? Hiyo ni makosa. Jina la Bwana litukuzwe. So kuna vitu mtu anaweza kuja nayo, anakuja nayo na anakuja nayo, lakini unaona ni ya faida tu za kimwili na ni ya faida tu kwa kusaidia kanisa hapo, lakini tukienda kwa doctrine issues tuone kiintafia na safari ya mbinguni. Hakuna shida na hiyo. Lakini kenye tunakuwa makini nayo ni wakati tunaona sasa hii inakuja kuintafia na faith. Hii ita change faith ya watu. Bwana Yesu asifiwe. That's why kama kuna kanisa, kuna makanisa yanakuwa na mavazi, wanavaa mavazi meupe, usiwajudge. There is no problem with that. Sawa sawa. Wanavaa mavazi meupe, wengine wanavaa kala gani, wengine wanavaa kala gani. There is no problem with that one. Maana hata kuna mahali tumeambiwa praise and worship wakiimba wavaage nini? Uniform. Bwana asifiwe. Na tukienda zaidi tukichunguza vizuri kwa Biblia, tutapata hata hii mambo na praise and worship hata hafanya nini? Hata hakuna. Sawa sawa. So ukienda kanisa lingine upate praise and worship hakuna, hapana sema ni mbaya. Lazima uelewe praise ni nini na worship ni nini. Sisi ndio tumekuja kuongeza muziki. Lakini lazima uelewe ni nini hizo. So vitu ambazo zinakuja kuinterfere na faith, especially zinalenga Yesu, hapo ndio tukubaliani nayo. Lakini vitu vingine ufanye usifanye ni vitu tu za hapa, ni zetu za hapa, hazihusiani na umilele. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Simama chukua miguu yako. Sijui mpaka hapo kama kuna kitu umepata? Kuna kitu unaendelea kupata? Hiyo ni mzuri sana na Mungu akubariki kufikia mpaka hapo katika jina la Yesu. Kwa hivyo leo tumeweza kuona ya kwamba kuna injili nyingine. Kuna injili. Sasa unajua watu watakuja afungue kanisa na injili. Hapa Kericho ni vile siwezi kukutajia. Kuna makanisa najua injili wanayohubiri ni injili nyingine. Ni injili nyingine. Kwa sababu kuna vitu wanakataa ambazo ni sawa. Amen. Sababu nimewahi sikia katika ufalme wa giza wakiniambia hata tuko na makanisa ambao sisi tunafungua ya kuchanganya watu.
Imagine kuna watu mpaka shetani ametuma wanafungua makanisa na unafikiria wanahubiri Yesu lakini hawahubiri Yesu. Hiyo tu ni ya kuchanganya watu. Na unapata haya makanisa sana yanapiga makanisa yaliyo sawa. Chunga kuungana na mtu yoyote ambaye anapiga makanisa ambayo ni real, ni sawa. Utakuwa ukiungana na mtu wa shetani kupiga makanisa. Chunga kuwa mwangalifu sana. Wewe haukutumwa kufanya hiyo kazi. Sawa sawa. Kazi kubwa ambayo unapaswa kufanya ni knowledge. Upokee knowledge kwa wingi. Pokea elimu kwa wingi. Hiyo ndio kazi kubwa. Ile kanisa, sijui ile kanisa, wachana na hizo makanisa. Wachana nazo. Ni wewe pata knowledge, uzuilie mabaya kwa maisha yako. Dakika moja tuinue mikono yako tumwambie Mungu asante kwa sababu ya neno lake. Baba, tunakushukuru kwa sababu ya neno lako. Tunakupa sifa kwa sababu ya neno lako. Tunakutukuza kwa sababu ya neno lako. Tunalipokea neno lako Baba katika jina la Yesu Kristo. Tunalipokea neno lako Baba katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Tumeona ya kwamba ukweli ni msingi, ukweli ni ngao, ukweli ni silaha ya kutusaidia kupigana katika uwanja ambao umejawa na uongo. Nabariki wapendwa hawa asubuhi ya leo. Katika jina la Yesu ninaomba na kuamini, sema amen. Mnikumbushe kesho nitoe hizo Biblia. Mnikumbushe kesho nitoe hizo Biblia zingine. Uone inafanana kama yako. Na nikikupea nitafutia makosa, huwezi pata. Hawezi pata makosa. Lakini sio Biblia sawa. Watu wengi wa Kristo ambao wanamfuata Yesu wa kweli, kwa sababu ya ukosefu ya elimu ya Mungu, wengi wako na Biblia fake. Biblia fake hautaijua kwa kumfuata Yesu, utaijua kwa kuelimishwa. Mimi nataka kwa maisha yako patia elimu kipaumbele. Utakuwa Mkristo mwerevu. Patia elimu kipaumbele. Wachana kupatia kipawa ama nguvu kipaumbele. Nguvu haikupatii uwezo wa kujua. Unajua kwa kuelimika. Patia elimu kipaumbele. Nataka kuambia kuna vitu utajua. Utasikiliza Biblia hivi unasikia hapana, hii Biblia ina test. Utasikiliza mhubiri unasikia hapana, hii si sawa. Kwa sababu ya elimu ambayo uko nayo ndio utatumia kupinga ile elimu. Bwana asifiwe. Jana niliona mtu kule France, nafikiri ni France. Alikuwa anachukua video na ametoka Jamaica. So kukawa na Mkenya, unajua Kenya ni vipelebele na akiona kila mtu anajua ni Mkenya. Akakimbia akamwambia simu yako itachukuliwa, wale ni waizi. Akamwambia mimi sielewi nafanya nini. Yakamwambia na Kizungu, wale ni waizi watachukua simu yako. Alimwambia kitu mzuri lakini hakufanya nini? Hakumuelewa anafanya nini. Kama angekuwa hajui Kizungu, simu ingeenda ama ingeenda. Lakini shida itakuwa ni kwa sababu gani? Hakumuelewa. Shetani anapitiagia wapi? Kwa kutokuelewa kwako. Anapitiagia hiyo barabara, ndio shetani anapita sana. Ya wewe haukuelewa. Naomba knowledge ya Mungu inakufungua macho, inakupatia ufahamu. Sasa unajua. Si Mungu akubariki sana katika jina la Yesu. Mpendwa mtazamaji, tumeshukuru kwa kuchagua kutazama katika jina la Yesu. Ninaitwa Apostle PM Simiyu, Voice of Fire wa kanisa la Winners Celebration Center hapa Kericho, a fellowship where everybody is somebody. Ninachukua nafasi kukukaribisha tunapoendelea kubarikiwa katika jina la Yesu. Kumbuka unitazame kwa YouTube yangu Apostle PM Simiyu. Kuna mafundisho mengi yako pale katika jina la Yesu. Kutoka kwetu hapa tunakutakia kukuwa na mchana wa baraka. Umebarikiwa. Amen. Shika sadaka zako uweze kutoa sadaka katika jina la Yesu. Baba, tunakushukuru.